بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni Jumatano ya tarehe 27 ya mwezi wa Shaaban, sawa na tarehe 26 mwezi wa pili mwaka 2025 miladia. Tunaendelea na mudhakira fi ahkami siyam. Tumefikia katika babu al-darsu al-18 khasaisu shahri Ramadhan, sifa za mwezi wa Ramadhani. Tumefikia sifa 25 katika sifa hizo. قال المؤلف رحمه الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akijitahidi kufanya ibada katika mwezi wa Ramadhani asivyojitahidi katika mwezi mwingine. Mtume alikuwa akijitahidi zaidi katika masala ya ibada mwezi wa Ramadhani kuliko alivyokuwa akijitahidi katika mwezi mwingine usiokuwa Ramadhani. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. Ifukiwa na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anasema alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni karimu zaidi kuliko watu wengine kwa masala ya khairi. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadhan, alikuwa karimu zaidi anavyokuwa katika mwezi wa Ramadhan. Hina yalqahu Jibril, wakati Jibril anapokutana naye. Wa kana Jibril alayhi salam yalqahu kulla laylatin fi Ramadhan, alikuwa Jibril alayhi salam akikutana na mtume kila usiku katika mwezi wa Ramadhan, hatta yansaliha, mpaka mwezi huo unamalizika. Ya'ridhu alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-Qur'an, mtume sallallahu alayhi wasallam anamdhihirishia Jibril Qur'an na kumsomea Qur'an. فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. Jibril anapokutana naye mtume sallam anakuwa ni karimu zaidi wa mambo ya khairi kuliko upepo unaopelekwa, upepo ule wa khairi, sio upepo wa adhabu. Idhan mtume sallam alikuwa ni karimu, lakini zaidi ya ukarimu wake anaufanya katika mwezi wa Ramadhani kuliko mwezi mwingine. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم likiingia 10 la mwisho huhuisha usiku wake. Katika sifa 26 alikuwa mtume sallam likiingia 10 la mwisho la Ramadhani, ahya lailahu, huhuisha usiku wake kwa kufanya ibada mbalimbali. Wa aiqadha ahla, na huamsha ahli zake, wake zake huamsha ili nao wafanye ibada. Wajadda, na hujipinda. Washadda almizara, na huwatenga wake zake halali nao kwa ajili ya ibada hizo. Wakana yajtahidu fiha ma la yajtahidu fi ghairiha, alikuwa akijitahidi katika hilo 10 la mwisho asivyojitahidi katika 10 jingine lisilokuwa hilo la mwisho.
naam, mtume alikuwa akifanya ibada siku zote, lakini 10 la mwisho la Ramadhani alikuwa akijitahidi zaidi na kufanya ibada nyingi zaidi asivyofanya katika 10 mawili ya mwanzo na la katikati, kama fi hadithi Aisha radhiyallahu anha almuttafaq alayhi. Sifa 27, anna man qama ma'a al-imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu laylatin kamila, anasimama pamoja na imamu mpaka akamaliza sala imamu, salatul qiyam. Salatul qiyam, sala ya usiku, anasimama na imamu mpaka akamaliza, kutiba lahu qiyamu laylatin kamila, walikiwa kisimamo cha usiku kamili, kama fi hadithi Abi Dharr radhiyallahu anhu inda Ahmad wal arba'a wa ibn Hibban وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، والشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند، kwamba anayesali na imamu salatul isha, salatul tarawih na salatul witri bila kuondoka, akasali na imamu mpaka akamaliza, kutiba lahu qiyamu laylatin kamila, walikiwa kusimama usiku kamili, ni kama aliyefanya ibada usiku kamili, aliyesali pamoja na imamu salatul isha na tarawih na witri bila kuondoka, anaandikiwa amefanya ibada ya usiku kamili. Hii ni raddi kwa wale wanaosali peke yao salatul witri, baada ya kusali na imamu salatu tarawih, kisha watu wengine wanatoka ili wakasali peke yao salatul witri. Kwa hiyo hadithi hii ni raddi kwao, wanatakiwa wabaki pale wasali na imamu salatu tarawih na pia salatul witri, wasali nyuma ya imamu mpaka akimaliza, wanaandikiwa kwamba wamesimama usiku kamili. Ama kuwa pengine wanataka kusali peke yao nyumbani, au wanataka kusali usiku ule wa manane ili wapate thawabu za qiyamul layl, hiyo ya usiku huo wa mwisho, naam, iko sunna ya rakaa 2 baada al-witri. Wanaruhusiwa baada ya kusali na imamu salatu tarawih na salatu al-witri, wakirudi nyumbani kama wana nguvu za ibada, saa 8 saa 9, wanaruhusiwa kusali rakaa 2 peke yake bila kuzidisha. Rakaa hizo zipo za sunna hiyo ya rakaa 2 baada al-witri bila kuzidisha, kisha waendelee na adhkari zao, istighfar, qiraatul Qur'an, kwa wasijinyime fadhila hizi za kuandikiwa kwamba wamesali usiku kamili, wakisali na imamu tarawih na witri pamoja na imamu. Sifa 28, anna Allah ikhtara an takuna ghazwatu badrin al-kubra yawm al-furqan يوم التقى الجمعان في رمضان في السنة الثانية للهجرة. Allah amechagua kuwa vita vya Badri vikubwa, يوم الفرقان يوم التقى الجمعان, amevikhitari vita hivyo kuwa ni katika mwezi wa Ramadhani mwaka wa 2 wa hijra, wa hiya bidayatu nasri al-islami wal muslimin. Vita hivyo ndio mwanzo wa nusra na ushindi wa Uislamu na Waislamu. Vita hivyo vya Badr ndio mwanzo wa ushindi wa Uislamu na Uislamu ila yaumil qiyama. Baada ya vita hivyo vya Badr uwawa adui mkubwa wa Uislamu na Uislamu, Abu Jahal. Kwa vita hivi Allah subhanahu wa ta'ala amefikhtari kuwa ni katika mwezi wa Ramadhani
mwaka wa pili wa hijra, tarehe 17 kama sikosei ya mwezi wa Ramadhani, ndipo vilivyotokea vita hivyo vya Badr. Sifa 29, anna Allah azza wa jalla ikhtara an takuna ghazwatul fathil a'zam fathi Makkah في رمضان في السنة 8 من الهجرة النبوية. Allah azza wa jalla pia amekhtari kuwa vita vya fathi vikubwa, ufunguzi wa mji wa Makka. Allah amekhtari kuwa vita vya ufunguzi wa mji wa Makka viwe katika mwezi wa Ramadhani mwaka wa 8 wal hijrati nabawiyya, baada ya kuwa mji wa Makka ni mji wa ushirikina na washirikina. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawapa uwezo Mtume SAW na masahaba wake na kuufungua mji wa Makka kuwa ni mji wa tauhid na ni mji wa muwahidin ila yaumil qiyama, mwaka huu wa 8 wal hijrati nabawiyya, mwezi wa Ramadhani. صفة 30 أن الله سبحانه وتعالى خص ليلة القدر فيه بنزول الملائكة الذين لا يحصيهم إلا الله وبنزول جبريل عليه السلام. الله سبحانه وتعالى أميخص ليلة القدر وخص شكه وكشوك ملائكة ambao hakuna anayedhibiti idadi yao isipokuwa Allah, pia kushuka Jibril alayhi salam. Anna Allah subhanahu wa ta'ala khassa laylatal qadri fihi binuzulil malaika alladhina la yuhsihim illa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ameuhusu laylatul qadr, usiku huo mtukufu, usiku ambao Qur'ani imeteremshwa kwa pamoja kutoka katika lauhil mahfudh ila baitil izza fi samai dunya. Usiku huo mtukufu, kwamba malaika pia wanashuka katika usiku huo, malaika ambao hakuna anayeweza kudhibiti idadi yao isipokuwa Allah, pia kushuka kwa Jibril alayhi salam, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr. Idhan malaika na Jibril wanashuka katika usiku huo wa Lailatul Qadr. Sifa 31, anna Allah subhanahu wa ta'ala khassa Lailatul Qadr bil maqadir as-sanawiyyah allati yuqaddiruha Allah subhanahu wa ta'ala fiha. Allah subhanahu wa ta'ala ameuhusu usiku huo wa Lailatul Qadr kwa makadirio ya mwaka mzima ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayakadiria katika usiku huo. Allah subhanahu wa ta'ala usiku huo wa Lailatul Qadr ndipo anapokadiria makadirio ya mwaka mzima yatakayotokea katika mwaka mzima. Allah subhanahu wa ta'ala anayakadiria katika Lailatul Qadr. Fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina innahu huwas samiul alim. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala usiku huo wa Lailatul Qadr ni usiku ambao anakadiria makadirio yake yatakayotokea duniani katika usiku huo wa Lailatul Qadr. 32 أن الله خص ليلة القدر بالسلام والأمان والطمأنينة والوقار. Allah subhanahu wa ta'ala ameuhusu usiku huo kwamba ni usiku wa salamu, wa amani na utulivu. Ni usiku wa amani, ni usiku wa utulivu, kama qala subhanahu wa ta'ala, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ni salama, usiku huo ni usiku wa salama na amani mpaka alfajiri yake inapotokeza. Ni usiku huo wa amani, usiku wa Lailatul Qadr, ni usiku wa utulivu. Sifa 33,
annahu man hurima fadla laylatil qadri faqad hurima min khairin adhim, mwenye kunyimwa fadla za lailatul qadr amenyimwa na khairi kubwa. Annahu man hurima fadla lailatil qadri faqad hurima min khairin adhim, mwenye kunyimwa na fadla za lailatul qadr amenyimwa na khairi kubwa. Ambaye hatapata fadla za lailatul qadr basi amenyimwa huu na khairi nyingi za usiku huo, usiku ambao mtu anasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Sifa 34, istihbabu qawli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sunna ya kusema dua hii, Allahumma innaka afuwun, e Mola wangu wewe ni mwingi wa msamaha, tuhibbul afwa, unapenda kusamehe, fa'fu anni, nisamehe madhambi yangu. Hadha fi layali al-awtar min al-ashr al-awakhir. Dua hii inasomwa katika nyusiku zile za witri, tarehe 21, 23, 25, 27, 29. Dua hii ni sunna kuisoma mtu akiona dalili za lailatul qadr, anasoma dua hiyo, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Qala liannaha madhinnatu lailatil qadri, kwa sababu ni dalili na ni mahali pa lailatul qadri kusoma dua hiyo, kama vile Mtume sallam alivyomfundisha mama Aisha radhiallahu anha baada ya kumuuliza niseme nini ikiwa nitaiona lailatul qadr. Mtume akamwambia quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sifa 35, anna al-ibadata fi lailatil qadr khairun min ibadati 83 sana wa bid'ata ashhur. Kufanya ibada katika lailatul qadr ni bora kuliko kufanya ibada miaka 83 na miezi kadhaa. Anna al-ibadata fi lailatil qadr khairun min ibadati 83 sana wa bid'ata ashhurin laysa fiha lailatul qadr. Kufanya ibada katika lailatul qadr ni bora kuliko kufanya ibada katika miaka 83 na miezi kadhaa ambayo haina lailatul qadr. Miaka 83 na miezi kadhaa ambayo haina lailatul qadr. Kufanya ibada katika usiku huo, mtu akiwafikishwa kufanya ibada katika usiku huo anakuwa ni bora kuliko aliyefanya ibada miaka 83 na zaidi ya miezi hiyo ambayo haina lailatul qadr. Kama qala Allah ta'ala, lailatul qadri khairun min alf shahr. Lailatul qadr ni bora, kufanya ibada katika usiku huo ni bora kuliko kufanya ibada katika miezi 1000 ambayo ndiyo miezi miaka 83 na miezi kadhaa. Sifa 36 ya mwezi huu wa Ramadhan, anna al-mujami'a fi naharihi talzamuhu al-kaffaratu al-kubra idha lam yakun min ashabi al-a'dhar ash-shar'iyya kasafari wal marad. Mwenye kufanya kitendo cha ndoa katika mchana wa Ramadhan linamlazimu kafara kubwa, kafara kubwa la kufunga miezi miwili mfululizo, idha lam yakun min ashabil a'dhari shar'iyya, asipokuwa ni katika wenye udhuru za kisheria, kasafari wal marad, kama safari na ugonjwa. Kama hana udhuru wa safari, hana udhuru wa ugonjwa, akafanya kitendo kile na mke wake mchana wa Ramadhani, linamlazimu kafara kubwa la kufunga miezi miwili mfululizo bila kufungua hata siku moja, isipokuwa kwa udhuru huo wa maradhi au udhuru wa safari. Mtu akiwa safarini yeye anaruhusiwa kula, na ndipo pia anaruhusiwa kufanya kitendo cha ndoa katika mchana wa Ramadhani kwa udhuru huo wa safari.
Kwa kama si msafiri na kama si mgonjwa, ni haramu kufanya kitendo hicho cha ndoa katika mchana wa Ramadhani, na akifanya linamlazimu kafara hilo kubwa la kufunga miezi miwili mfululizo bila kufungua isipokuwa kwa udhuru wa maradhi au safari. Sifa ya 37, annahu khussa بأنه يحرم صيام يوم أو يومين قبله إلا من كان له عادة أو عليه قضاء. Mwezi huu umehusiwa kuwa ni haramu kufunga siku moja au mbili kabla ya mwezi wa Ramadhani, isipokuwa mtu ambaye ana kawaida ya kufunga au anawajibika kulipa. أنه خص بأنه يحرم صيام يوم أو يومين قبله. mwezi huu umehusiwa kuwa ni haramu kufunga siku moja au kufunga siku mbili kabla ya Ramadhani, illa man kana lahu ada, isipokuwa ambaye ana kawaida ya kufunga, ana sunna zake anafunga. Leo ni Alhamisi, kesho Ijumaa ni Ramadhani, yajuzu kwake kuendelea na saumu hiyo kwa sababu ni kawaida yake. Au alikuwa anawajibika kulipa ibada ya lazima, saumu ya lazima, pia anatakiwa alipe hata kama kesho ni Ramadhani au kesho kutwa ni Ramadhani, kwa sababu ana deni la kulipa saumu ya lazima. Kama yahrumu siyamu yawmin ba'da li'annahu yawmul 'Eid, kama vile ambavyo ni haramu kufunga siku moja baada ya Ramadhani kwa sababu ni siku ya Eid. Ni haramu kufunga siku ya Eid. Kwa hiyo ni haramu kufunga siku moja kabla ya Ramadhani au siku mbili kabla ya Ramadhani. Vile vile ni haramu kufunga siku moja baada ya Ramadhani kwa sababu ni siku ya Eid. Sifa 38, anna man sama Ramadhana thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana kasiyami dahri. Mwenye kufunga Ramadhani kisha akafuatisha mwezi huo wa Ramadhani kwa siku 6 za Shawwal ni kama aliyefunga mwaka mzima, kama fi hadithi Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu inda Muslim. Mwenye kufunga Ramadhani kisha akaifuatisha Ramadhani na kufunga siku 6 za mwezi wa Shawwal, kana kasiyami dahri, anakuwa ni kama aliyefunga mwaka mzima, kwa sababu siku moja kwa 10 hizo mwezi wa Ramadhani. Siku moja kwa 10 ni siku 300, na siku 6 za Shawwal ni siku 60. Siku 360 ni mwaka mzima. 39, anna laylatal qadri laylatun mubarakah kama qala subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Usiku huo wa Lailatul Qadr ni usiku wenye kubarikiwa, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna mundhirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kwa ni usiku wenye kubarikiwa usiku huo wa Lailatul Qadr. 40, annahu shahrun mubarak, huu ni mwezi wenye kubarikiwa. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wenye kubarikiwa, lihadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala ataakum shahru Ramadhan shahrun mubarak, umekufikieni mwezi wa Ramadhan mwezi wenye kubarikiwa. Ataakum shahru Ramadhana shahrun mubarak, umekujieni mwezi wa Ramadhani mwezi wenye kubarikiwa. Faradallahu alaykum siyamahu, Allah amefaradhisha kwenu kuufunga mwezi huo. Tuftahu fihi abwabul janna, hufunguliwa katika mwezi huo milango ya peponi. Watughlaqu fihi abwabul jahim, na hufungwa katika mwezi huo milango ya moto. Watughallu fihi maradatush shayatin, na hutiwa pingu katika mwezi huu
wale wakubwa wa mashetani. Wafihi lailatun hiya khairun min alfi shahr, na katika mwezi huu kuna usiku ambao ni bora kufanya ibada katika mwezi huo, ni bora kuliko kufanya ibada miezi 1000 ambayo haina lailatul qadr. Man hurima khairaha faqad hurim, mwenye kunyimwa khairi zake usiku huo amenyimwa khairi nyingi. Idhan atakum shahru ramadhana shahrun mubarak, mwezi huu ni mwezi wa Ramadhani, mwezi wenye kubarikiwa, si shahrun karimun. Ni makosa kuita shahrun karim, la, shahrun mubarak kama ilivyokuja katika hadithi hii. Ni makosa kuita shahrun karim kama watu wanavyoambiana kwamba mwezi karim, la, shahrun mubarak ndio sawa sawa, si shahrun karimun. 41 anna jami'a al-kutub as-samawiyya unzilat fi shahri Ramadhan, fi Ramadhan, vitabu vyote vya mbinguni vimeteremshwa katika mwezi huu, mwezi wa Ramadhani. Vitabu vyote vya mbinguni vimeteremshwa katika mwezi wa Ramadhani. Fa'an Wathila ibn al-Asqa radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam unzilat suhufu Ibrahima awwala laylatin min shahr Ramadhan, zimeteremshwa mbao za Ibrahim usiku wa mwanzo wa mwezi wa Ramadhani. Wa unzilat at-tauratu li sitti madat min Ramadhan, na imeteremshwa Taurat ya Musa kwa siku 6 zilizopita za mwezi wa Ramadhan. Wa unzila al-injilu li 13 madat min Ramadhan, imeteremshwa injili ya Nabii Isa kwa siku 13 zilizopita za mwezi wa Ramadhan. Wa unzila az-zaburu li 18 khalat min Ramadhan, imeteremshwa Zabur kwa siku 18 zilizopita katika mwezi wa Ramadhan. Wa unzila al-Qur'anu li 24 khalat min Ramadhan, na imeteremshwa Qur'an kwa siku 24 zilizopita katika mwezi wa Ramadhani. Akhrajahu Ahmad wa hasanahu al-Albani rahimahullah fi sahih al-Jami' wa fi silsilati sahiha. Idhan vitabu vyote vya Allah vya mbinguni vimeteremshwa katika mwezi wa Ramadhani kwa tarehe hizo mbali. Sifa 42 ya mwezi huu, annahu yukhtamu bitakbiri llahi azza wa jalla, ni kwa mwezi huu unaishilizwa kwa takbira ya Allah azza wa jalla, kama qala Allah ta'ala walitukmilu al-iddah walitukabbiru llaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, ili mkamilishe idadi ya mwezi huu na mumkabbir Allah, muadhimishe Allah kwa vile alivyowaongoza, wala'allakum tashkurun, na ili mpate kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. 43 annahu khussa bimuwadhabati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala i'tikafi al-ashr al-awakhir minhu, mwezi huu umehusiwa kwa kudumu Mtume sallam kukaa itikafu 10 la mwisho la mwezi huu wa Ramadhani. Mtume alidumu kukaa itikafu 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani. 44 annahu shahrun yuqbilu fihi kathirun min almuslimin ala ta'ati Allahi azza wa jalla, ni mwezi ambao waislamu wengi wanaelekea kumtii Allah azza wa jalla. annahu shahrun yuqbilu fihi kathirun min almuslimin ala ta'ati Allahi azza wa jalla, ni mwezi ambao waislamu wengi wanamuelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtii. Ukishamalizika mwezi wa Ramadhani, waislamu hao wengi wanawacha kumtii Allah na wanarudi kumwasi Allah azza wa jalla, wallahu almusta'an. Ni jambo la kusikitisha kwamba sasa hivi misikiti mitupu, lakini ukianza tu mwezi wa Ramadhani misikiti inajaa vizuri sana mpaka sala za alfajiri, lakini ikifika tarehe 15, 16 ya mwezi wa Ramadhani, waislamu wale wanakimbia mmoja na kuacha misikiti ya Allah na kurudi katika kumwasi Allah
subhanahu wa ta'ala. Sifa ya 45 annahu yusamma bishahri sabri, mwezi huu unaitwa mwezi wa subra, kama jaa fil hadith, kama ilivyokuja katika hadithi kwamba mwezi wa Ramadhan shahru sabri, mwezi wa sabr. 46 anna siyamahu yudhhibu wahara sadri kama jaa fil hadith, somo mwezi huu huondosha hikdi ya kifua. Hikdi na chuki ya kifua zinaondoshwa kwa kufunga mwezi huu wa Ramadhani. Anna siyamahu yudhhibu wahara sadri, kufunga mwezi huu wa Ramadhani kunaondosha hikid na dhiki na chuki iliyo katika kifua kama jaa fil hadith. 47 anna almuslimina khassu 10 الأواخر بصلاة التهجد جماعة في الثلث الأخير من كل ليلة، وذلك استنادا إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وإسلام ومخصوص كملاك لمشو وصلاة التهجد وجماعة katika thuluthi ya mwisho ya kila usiku. Waislamu wamehusu kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani kwamba wanasali jamaa salatul qiyam kila usiku, na hilo ni kwa kutegemea kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqad kana yajtahidu fil ashri al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairiha. Mtume alikuwa akijitahidi kufanya ibada katika kumi la mwisho asivyojitahidi katika kumi jingine lisilokuwa hilo. Kwa makumi mawili ya mwanzo Waislamu wengi wanasali mapema salatul qiyam saa 3 mpaka saa 4 mpaka saa 5, lakini likifika kumi la mwisho wengi katika Waislamu wanajitahidi kufanya ibada zile za usiku wa manane saa 8 mpaka saa 10 kwa kutegemea hadithi hii ya mama Aisha, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghayriha. 48 annahu khussa fi khatimatihi bi salati Eid al-Fitr, mwezi huu wa Ramadhani umekusiwa mwisho wake kusaliwa salatu Eid al-Fitr. khussa hadha ash-shahr fi khatimatihi bi salati Eid al-Fitr, umekusiwa mwezi huu wa Ramadhani hatimaye kusaliwa salatu Eid al-Fitr. 49 annahu khussa bil ikthari min qira'ati al-Qur'an kama huwa wadihun min fi'li as-salaf, mwezi huu umekusiwa kukithirisha kusoma Qur'an kama ilivyo wazi katika vitendo wa watu wema waliopita. 50 annahu khussa bi'tikafi an-nisa'i al-'ashra al-awakhir minhu, mwezi huu umekusiwa kwa kukaa itikafu wanawake kumi la mwisho la mwezi huu wa Ramadhani. Mtume sallam alikuwa akikaa itikafu kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Alipofariki wake zake walikuwa wakikaa itikafu pia kumi la mwisho la Ramadhani. Idhan khussa hadha ash-shahr bi'tikafi an-nisa'i al-'ashra al-awakhir minhu, umekhusiwa mwezi huu kwa wanawake kukaa itikafu kumi la mwisho la mwezi huu wa Ramadhani. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.